Disemba 9, sikukuu ya uhuru nchini Tanzania, ilipangwa kuwa siku ya maandamano ya amani, lakini kilichotokea ni picha tofauti kabisa. Miji mikubwa ilibaki katika kimya kizito cha tahadhari na hofu iliyojengeka kwa wiki kadhaa. Swala kuu si tu kwa nini hakukuwa na maandamano, bali ni kimeunda mazingira ambayo yalipelekea tukio lililotabiriwa kwa wiki kadhaa kushindikana. Mwandishi mwenzangu wa BBC hapo jana alishuhudia ulinzi mkali ulioimarishwa na kila aina ya vikosi vya usalama katika barabara zote jijini Dar es Salaam. Ni kweupe. Hali iko hivi, Makonde tumepita hapo, pako hivyo, tulikuwa Goba, tumekuwa Changanyikeni, Mlimani City pale, Ubungo, tumekwenda Kimara, mwisho kabisa paka Kibamba kule, patulivu. Kabla hapo tulikuwa Tabata, kote huko ni patulivu kabisa. Kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya wingi wa askari polisi ambao tumekutana nao. Vizuizi maana yake vipo katika kila hatua chache, labda sehemu zingine hata baada ya hatua 50 tu hivi. Kuna nadharia mbalimbali juu ya kushindwa kwa maandamano hayo. Kwanza, turudi kwenye msingi. Kivuli cha Oktoba tarehe 29 bado kinaitawala Tanzania. Watu wengi walipoteza maisha yao mikononi mwa polisi na wengine wengi walijeruhiwa. Kulitokea uharibifu mkubwa wa mali na kusitishwa kwa huduma za interneti, usambazaji wa vyakula na bidhaa nyingi za msingi. Sasa kwa Watanzania, wazo la kurudia matukio hayo halikuwa la hamasa, bali jeraha la kikatili lisilotibika. Ni rahisi kwa Gen Z mitandaoni kudai tunatoka tena barabarani, lakini kwa jamii zilizoathirika, akili ya kujilinda ilishinda tamaa ya kupambania uhuru wao. Lakini tukisema hofu pekee ndio sababu, tunakosea. Mamlaka nchini humo zilifanya mahesabu yake. Wiki moja kabla ya Disemba 9, askari wa jeshi la polisi walionekana katika doria isiyo ya kawaida, doria nzito. Kauli ya Rais Samia akitetea hatua zilizochukuliwa Oktoba 29 ilikuwa na athari kwa walengwa wa maandamano. Nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Maelfu ya vijana waliokamatwa baada ya Oktoba 29 ndio wameachiliwa huru juzi tu baada ya msamaha wa Rais Samia. Wazazi wao lakini wanajua uchungu na gharama iliyowakodolea jicho kukabiliwa na shtaka ambalo halina dhamana, na hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Vijana wengi punde tu walipoachiliwa huru wametangaza kutojihusisha tena na siasa. Mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Kushiriki maandamano kunaweza kukugharimu maisha yako, lakini hapa ndipo ukweli mkali zaidi unapojitokeza. Sasa kimya cha Disemba 9 hakimaanishi kwamba watu hawana malalamiko. Kina maana tu kuwa watu hawako tayari kulipa gharama ya kuyasema hadharani bado. Lakini yote 9-10 kuna matamshi ambayo serikali imeyatoa kuashiria mabadiliko ambayo kwa njia moja au nyingine ni ushindi kwa hao vijana. Kwa mfano, waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania alisema kuwa polisi waanze kuwakamata watu kwa mpango. Shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo, basi hiyo inayefanana na aina ya kosa kuliko hata kosa kadogo tu. Mtu kaposti, unajua hivi visimu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, sasa uchochezi. Hapana, hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Wachambuzi wanasema kutofanyika kwa maandamano hakumaanishi ni mwisho wa mjadala wa kiraia, na badala yake inaweza kuwa ni fursa kwa serikali na wananchi kufikiria upya zile njia mbadala za kuwasilisha maoni yao, kuimarisha majadiliano halali na kujenga misingi imara ya haki za kujieleza. Kwa ujumla, maandamano ya Disemba 9 hayakushindikana, si kwa sababu kwa wananchi hawana malalamiko, wala si kwa uoga wa waandaaji pekee. Yameshindikana kutokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa. Na haya yanajiri wakati tume huru ya uchunguzi inapoendelea kuchunguza matukio, tena itoe mwanga wa kuondoa misuguano na kuimarisha maridhiano ya kitaifa. Sasa swali muhimu zaidi ni, je, kutofanyika kwa haya maandamano ni mwisho wa harakati au mwanzo mpya baina ya watawala na vijana?